Hawa mashehe unaona kama sio sahihi kwako? Hawa mashehe ndo warisi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaposema kutafuta amani, sio tunatafuta amani kwa kuangalia matumbo yetu, tunatafuta amani kwa kizazi kijacho. Leo tukaivuruga amani Tanzania, tutakaa? Watanzania, ndugu zangu Waislamu na msiokuwa Waislamu, awali ya yote kwanza nitambulishe kwa majina yangu mimi binafsi. Naitwa Sheikh Haruna Hussein Lota, katibu mkuu wa taasisi ya Twarika Khadiria Razkia Ali Jailania Tanzania. Na wasalimu katika salamu miongoni mwa salamu za peponi. Salamu hizi ni salamu zenye amani kubwa sana, lakini kipekee nichukue fursa hii kuwatakia Watanzania wote amani ya kweli ambayo wazidi kuilinda, kwa sababu Tanzania tumejaliwa swala la amani. Nianze katika hotuba yangu ya leo kwa kutamka maneno yafuatayo. Kwanza kabisa, anwani yangu ya juu kabisa ni Tanzania salama, ni jukumu letu sote tuzungumze. Hii ni anwani yangu ya juu kabisa katika kikao changu cha leo cha waandishi wa habari hapa mkoani Arusha, ofisi yetu kuu ya taifa. Tanzania kama taifa huru na lenye mamlaka kamili inapaswa kuzungumza na kusikilizwa na kupanga mambo yake kwa hekima na busara. Maendeleo ya amani yetu ni tunu kubwa ambazo zinaweza kuathiriwa endapo hatutachukua hatua sahihi katika kukabiliana na changamoto zinazotukabili. Tanzania tuna changamoto nyingi sana. Moja ya changamoto kubwa zaidi nitakuwa tufahamu kwamba hivi tuna idadi ya watu zaidi ya milioni 60. Kila mtu ana upeo wake na fikra yake na akili yake. Na isitoshe, ndani ya changamoto hizo mwanadamu aliyoumbwa na Mungu hawezi kuzitatua kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuvumiliana kwa hili na kuweza kufahamu kwamba sisi wa Tanzania tumeunganishwa kwa lugha moja na tunasikiliza, ni taifa lenye amani. Twarika tulikadiria Razkia Jailania Tanzania inaungana na umma wa Tanzania kutumia majukwaa ya dini, mijadala ya kijamii na njia nyingine za amani kujadili matatizo na changamoto na madukuduku yanayowakabili wananchi. Nikisema hivi namaanisha kwamba hivi toka mwaka 2025 kwa kipindi cha uchaguzi, Watanzania ambao ni wapiga kura zaidi ya milioni 60 ambayo sensa ilifanyika chini ya serikali yetu ya awamu ya 5 kupata takwimu za idadi ya wapiga kura walio hai. Ina maana kuna watu ambao inawezekana walikuwa wariziki katika mfumo wa wapigaji kura, kila mtu alikuwa na changamoto zake na alikuwa na kero yake. Kwa hiyo Twarika kama taasisi ya Kiislamu ambayo ukicheki imeasisiwa toka mwaka 1932 ina wajibu wa kusimama na kusikiliza kero za Watanzania, lakini na pia sio kuzitatua, ni kujua jinsi ya kuwaenda Watanzania kufahamu umuhimu na msingi wa amani kama ilivyo ada katika kauli yetu mbiu. Mwelekeo wa kutafuta suluhu kupitia vurugu na maandamano umeonekana kuwa na madhara makubwa katika mataifa mengi duniani. Huenda wimbi hili la kutatua tofauti kwa njia za migogoro na misuguano ni mkakati unaoweza kuhujumu ustawi wa jamii na mataifa mbalimbali. Nikisema hivi na mifano hai, kuna nchi ambazo sasa hivi hazikaliki kabisa kwa sababu ya haya maandamano ambayo inaonekana ndo suluhisho. Nitaka niwaombe Watanzania wote tunaoishi katika nchi yetu hii ambayo imeruzukiwa neema mbalimbali, neema ambazo tuwezi kuzijadili kwa wakati mmoja tukazimaliza. Kwanza tuondoe mstakabali wa kusema tunaandamana. Neno la kuandamana mimi nalipigia vita kama katibu mkuu wa taasisi ya Twarika, na nikoomba mahalifa wote Tanzania nzima kuhubiri swala la amani katika misikiti na kusemea swala la amani, kwa sababu amani ndio msingi na kipaumbele namba moja katika taifa letu. Na hata unapotafuta haki, ile haki unapoitafuta lazima usimame kwanza katika msingi wa amani. Msikitini ili mtu uende ukaswali, ili uende ukapate ibada, na ile ibada ili iweze kuswi, lazima uwe na amani. Kama amani hakuna, hiyo ibada inapatikana vipi? Utakuwa na hofu, na kama unajenga hofu na mashaka inakuaje kwako? Ni mtihani. Kwa hiyo nawaomba Watanzania wote turudi tukae mezani, na hususa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakuna rais msikivu kama huyu. Kwanza anabeba mazito makubwa kupita kiasi. Kwa hiyo niwaombe tutafute suluhisho la mstakabali wa nchi yetu kwa kukaa kutafuta maridhiano
ni kukaa meza moja kujadiliana kwa msingi wa taifa letu, hili litakuwa jambo bora zaidi kulikoni tukahamasisha vitu ambavyo vitaleta fujo katika nchi yetu na ikapelekea Watanzania kukosa uhuru ambao tunao leo. Leo hii tunajivunia tunu ya amani, lakini Tanzania inaweza kuwa mfano wa kipekee duniani kwa kuchagua njia ya mazungumzo ya hekima na maridhiano. Kupitia busara zetu, dunia inaweza kupata mwanga mpya wa namna ya kujenga amani na maendeleo. Bara au katika mabara ya Ulaya tunaona leo mabomu ya nyuklia huko kwa Putin. Kila idara ukienda kwa watu wakai, yani watu wakikaa misikitini wanaofu, wakikaa makanisani wanaofu, watoto wamebakia mayatima, wamama wamebakia wajane. Hii yote ni kwa sababu gani? Ya vita vinavyoendelea huko. Leo tunapoongea mafuta yamepanda bei, leo tunapoongea vyakula vimepanda bei, leo tunapoongea kila kitu kimepanda bei. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Sababu ni kwamba amani imekosekana Afrika na duniani kwa ujumla. Na ukiangalia nini watu wanachogombania? Wanagombania matumbo yao tu. Yaani kila mtu anataka kutawala kuwa mimi. Mimi nataka niwaombe kwanza, sisi kama Watanzania, kama nilivyoeleza hapa awali, tuwe mfano bora wa kuigwa katika nchi zetu barani Afrika na duniani kwa ujumla. Mambo yetu tukubali kuyatatua wenyewe. Mambo yetu tukubali kuyasimamia wenyewe. Tutafute amani. Amani ndio msingi wa taifa hili. Leo tunaposema hivi, tunarudisha kidonda juu ya kidonda. Unaweza ukakitibu kweli? Ina maana utazuia kidonda kile kiwe kidonda sugu au kipate kansa. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu wa Tanzania, turudi chini tupige magoti, na mstakabali muhimu zaidi ni kuzidi kumlilia Mungu. Mungu wetu sio mchoyo, nikiongea hivi maneno fasaha. Mungu wetu anatusikia kilio chetu. Tunapohitaji katiba mpya lazima tukae chini tutafute suluhisho. Tunapohitaji kusema tunataka tume huru lazima tukae chini tutafute suluhisho. Tume huru tunaipataje? Lakini tukisema tume huru tunataka tulete fujo, hatutafikia malengo. Leo hii tunapoongea vituo vya afya, ukienda kuna watu sasa hivi tunavyoongea hata kutembea hawezi, amekatwa mguu, kilema. Hivi unafikiri unapohamasisha kusema unataka ufanye jambo fulani lazima kitaeleweka? Hiyo sio suluhisho. Suluhisho hapana, huko tutakuwa tumfikia hatua kubwa sana. Lazima kama viongozi wa dini Tanzania nzima tutoe kauli moja ambayo itaeleweka, kauli ambayo itasikika, na kauli ambayo itaungwa mkono na mataifa yote, kwamba hawa wanatamka sio wanasiasa, ni viongozi wa dini. Tusimame katika swala la maridhiano, kutafuta amani katika nchi yetu ya Tanzania, na huu ndio mstakabali sahihi. Lakini tatizo kubwa, viongozi wa dini wakisema siku hizi wanatukana paka kwenye mitandao. Yaani unakutana alopoka maneno machafu kwenye mitandao, anashindwa kufahamu kwamba kitabu cha kwanza ni Torati, cha pili Injili, mwisho kabisa Qur'ani. Lakini pia hawa mashehe unaona kama sio sahihi kwako. Hawa mashehe ndo warisi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaposema kutafuta amani, sio tunatafuta amani kwa kuangalia matumbo yetu, tunatafuta amani kwa kizazi kijacho. Leo tukaivuruga amani Tanzania, tutakaa? Hatuwezi kukaa. Mfano hai niwaambie, tulivuka nyakati ngumu za janga la uviko na tukabaki na matumaini kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu. Hata sasa hakuna changamoto inayoweza kushindikana ikiwa kila mmoja wetu atamrudia Mungu kwa mujibu wa imani yake na kuomba kwa unyenyekevu. Watanzania walijengwa kumjua Mungu. Kwa hiyo hata kipindi hichi ambacho Watanzania wanatafuta haki zao za kimsingi, lazima kwanza wamtangulize Mungu. Hakuna jambo linalowezekana kama usimtanguliza Mungu. Shetani atasimama katikati, na shetani akisimama katikati kinachofuata nini? Ni vurugu. Na zile vurugu zinazofuata zinawaathiri watu gani? Zinatuathiri sisi wenyewe. Leo kuna watu wakiona madini yanayotoka hapa Mererani hawalali, wanaumiza kichwa usiku na mchana. Dhahabu inayotoka hawalali, wanaumiza kichwa usiku na mchana. None hifadhi zetu sasa hivi tunapojivunia utalii, utalii tunauchafua kwa maneno yetu wenyewe. Kwa hiyo nataka niwaombe wa Tanzania turudi katika mstakabali wa swala la amani. Na swala la amani nachukua fursa hii kumuomba sana kwa unyenyekevu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akubali. Kwanza ameshakubali mengi. Maneno anayopokea kila pakikucha kama ni mtu mwenye sukari na pressure lazima adondoke.
lakini naweza kusema tumempata pia rais mwanamke, afu pia mvumilivu na mpokea taarifa, na anaweza kutokujibu ama kutokujibu. Maana kujibu tu ni hatua na kutokujibu ni hekima ya ziada. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni muombe mwanamama huyu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, achukue fursa ya sasa kuwaita Watanzania wale viongozi wote wa vyama kukaa nao meza moja, na yule atakayekataa kukaa basi tutajua kwamba anachotaka ni nini, kwa sababu hakuna kitu kinachoshindikana kama watu tutakaa katika meza tukatafuta mustakabali juu ya taifa letu. Dunia itaona mkono wa Mungu ukitendeka, na kwa hakika kila gumu lina mwisho wake. Hakuna mshindi katika vurugu leo wala kesho. Historia inaonyesha kuwa hasara nyingi zimepatikana kupitia migogoro, ile hali maendeleo ya kweli hujengwa kwa mipango madhubuti, mazungumzo na ushirikiano. Mipango bora na mbinu sahihi ndio mlango wa maendeleo kwa taifa letu linalotafuta kesho njema, kesho iliyo bora. Tunatoa rai kwa waumini wote wa misikiti ya Twarika, Kadiria, Razikia, Jailania Tanzania na madhehebu mengine kupeleka hoja ya mahitaji na maombi yao mbele ya Mwenyezi Mungu. Vile vile tunawaalika waumini wa dini zote kushiriki katika kuliombea amani au kuomba umoja na maendeleo juu ya taifa letu. Twarika mwezi wa 8 tuna auli hapa kubwa sana. Auli ile tayari inaweza inatengenezwa fitna nyingi tu. Kuna watu wamekaa kutengeneza madoa tu. Auli ile ni ya muasisi ambao mnamuona kwenye picha hapo juu, Darwesh Mtimkavu, lakini ndo shehe ambaye aliweza kuishi miaka 100 na ushehe huko. Ameona mangapi? Toka chama cha 5 kinaanzishwa, na yeye kadi yake ilikuwa ni kadi namba 5. Wacha yote na yote, kupitia shughuli yetu hii au kupitia shughuli hii inayofanyika mwezi wa 8 tarehe 21 ambayo itaanza kuanzia tarehe 1, tunakusudia kumuomba, na ndivyo tulivyofanya, kumuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa mgeni rasmi. Na maana yetu ni kwamba ni moja, Watanzania wote tuungane kumlilia Mungu. Hao ndo mawalii walikuwepo. Tunahitaji amani, na taasisi hii tulivyoachiwa na mashehe wetu, sisi kama viongozi hatuwezi kujipambanua kujionyesha tunaweza kila jambo. La kwanza tunalolifanya ni kufata nyayo walikokanyaga wao, na sisi tunapita. Mzee huyu aliungana katika swala la maendeleo ya kijamii, na ndio maana mwezi wa 8 kipaumbele chetu kipo pia paka kuchangiaji damu. Leo ukipita kwenye mto wa Ngaranaro utakuta kuna miti imeoteshwa. Historia hii miti watu haijui, ndio shehe wetu aliotesha hii miti. Nimalizie, Tanzania salama ni zao la hekima, busara, uwajibikaji wananchi wake katika kutenda mipango na mambo yao. Rais wa taifa letu ni mtumishi wa wananchi, hivyo tumfikie kwa njia ya heshima, mazungumzo na hoja zenye kujenga, ili kila tunachoamini kinaweza kuchangia maendeleo ya taifa. Kipekee nafasi ya kusikilizwa ipo wazi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan.